nikishakuwa nimesha changanya, haina haja ya kusubiri sana labda kivunde kwa sababu nimeweka sukari inasababisha kimeng'enya kuvunda haraka. Kwa hiyo kama nikiwa nimechanganya kama leo, hata kesho naweza nikaendelea kufanya zoezi la kupaki. Samovet Media, kumbuka kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, bila kusahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Enjoy. Asante. Kwa majina naitwa Juliet Alberto Kikoti. Naam, Juliet Alberto Kikoti. Almaarufu kama nani? Mama Allen. Najishughulisha na kilimo cha uyoga ambacho niko na uzoefu nacho kwa muda wa miaka miwili. Nimefanya hii kazi kwa muda wa miaka miwili mpaka sasa. Ambacho ni kilimo nakipenda, ambacho elimu yake niliipata mtaani pia katika mambo ya kijamii, katika kujishughulisha kwenye mambo ya vikundi na nini. Basi tuliweza kusema kwamba tutafute mwalimu tuweze kufanya mradi. Watu wakapendekeza kwamba tuwe na mradi wa uyoga, tukamuita mwalimu akaja akatufundisha. Baada ya kutufundisha nikaona ni elimu ambayo inafaa, na kwa sababu niliona ina kipato, nikaona at least na mimi nifanye, kwa sababu ni faida moja hapo ambayo nimeipata kutoka huko. Kwa hiyo basi nitumie ile elimu, hata kama sijaenda kusoma chuo wapi na wapi huko, lakini ni elimu ya ujasiriamali ambayo nimepata mtaani, basi nikaona niifanyie kazi. Okay, na katika kipindi chote ambacho umekifanya, kuna kipindi ambacho umezalisha na kufanya biashara na kuuza? Ndio. Japokuwa sikuwa nafanya private, nilikuwa nafanya na share kwa sababu mimi binafsi nilikuwa bado sina banda. Kwa hiyo nikawa nafanya na mtu ambaye yuko tayari na banda, basi nikawa na share naye. Nimeshare naye kwa muda wa mwaka mmoja. Baada ya hapo nimeona nijitegemee. Okay. Niweze kufanya mwenyewe. Miaka miwili. Miaka miwili. Kwa hiyo lakini matunda yake umeyaona? Matunda yake nimeyaona, ndio maana nimeamua kufanya mwenyewe sasa. Changamoto zilizopo ni labda kwenye uandaaji, ambako ile kazi ni ngumu. Ile kazi na yenyewe inataka uwe mtu umezoea. Kwa mfano hata ukisema uchukue mtu akukusaidia, kusema kweli wanalalamika kwamba ni kazi ngumu. Kwa hiyo kwa namna nyingine natakiwa nikomae mwenyewe kuifanya. Kwa awamu hii bado sijaanza, ambao natarajia baada ya siku 5 nitakuwa nimeanza kuvuna. Baada ya siku 5 utakuwa tayari una mzigo? Nitakuwa na mzigo hapa. Na tukadirie kwamba tunaweza tukapata kiasi gani hapa kwa awamu ya kwanza? Kwa awamu ya kwanza unapokuwa unaanza hauanzi tu na kilo 20. Unaanza kwa sababu sio mashamba yote atakuwa yameanza kuzalisha. Kwa hiyo unaanza kidogo kidogo kwenye kilo 1, kilo 2, kilo 5. Yaani kadiri siku zinavyozidi kwenda ndivyo kilo zinavyokuwa zinaongezeka. Natoa elimu kwa watu wengine ambao wanakuwa tayari, napokuwa tu kwa kuchangia tu gharama kidogo, kwa sababu naposema gharama ni kwa sababu atakapokuwa anajifunza kwangu, itakapofikia stage ya yeye kwenda kufanya yeye kwake, itabidi na mimi nifunge milango yangu nikaenda kwake, nikaweza kufanya naye kazi kule. Yaani tunaita practically. Kwamba kwangu atakuja kujifunza sawa, lakini atakapokuwa ameanza yeye kufanya kwa vitendo, basi nitakiwa mimi nimfuate kule. That's why nitakiwa anilipe. Mpaka sasa imekatika kama 1,100,000 hivi, kwa sababu nilikuwa natakiwa kuandaa kila kitu, hakikuwepo chochote kile. Kwa hiyo nilikuwa natakiwa kutengeneza banda, kuandaa vitendea kazi. Kwa hiyo gharama ni kama 1,100,000 ambayo imeenda, ambayo imekamilisha mpaka banda kila kitu. Ndio. Of course ilivyokuja kwangu ilikuwa kama ni fursa. Nilisema kwamba nilikuwa na kikundi, ambacho hicho kikundi ikaibuka hoja ya kwamba tuanzishe mradi. Sijawahi kufikiria kwamba eti nijifunze batiki, kutengeneza kufuga kuku, labda kutengeneza kitu fulani, japokuwa matangazo haya yanasikia, lakini sijawahi vutiwa. Hata wakati huo imeibuka hiyo hoja ya kwamba tuwe na mradi huo wa uyoga. Of course mimi nilipokea negatively. Sikulipokea katika ile, yani moja kwa moja. Ila tu
mwalimu aliyekuwa anatufundisha ndo alofanya angalau nikawa nasogea kujifunza, japokuwa kuna namna mwalimu akawa anasema kwamba tunajua Juli au pendi kabisa kusikia hizi habari, lakini pengine ipo siku utakuja kutumia hii fursa, kwa hiyo hebu zingatia. Basi nikawa nazingatia hivyo, kwa sababu nilikuwa nahitajika pia kwa ajili ya kundi, kwa sababu kwa wakati huo nilikuwa mimi ndio mwenye umri mdogo hivyo. Sasa kwenye habari ya kumbukumbu ikabidi wale wenzangu wao wananitumia mimi, eti Juli pale hivi mwalimu alisemaje, basi mimi niko namuelekeza hapa tunatakiwa kufanya hivi, tunatakiwa kufanya hivi. Baada ya kuona sasa mavuno yanakuwa ni mazuri, halafu na soko pia likawa linavutia, nikashawishika na mimi sasa kwamba hapa naweza nikafanya mwenyewe. Lakini nimechelewa kuanza kufanya mwenyewe kwa sababu ya uchumi. Wakati huo sikuwa na banda na sikuwa nimefikiria kwamba nyumbani kwangu naweza nikatengeneza banda. Sikufikiria kama nina eneo hilo, ndio maana nikawa najikita kutafuta wenzangu wenye banda halafu na share nao. Ila sasa nikaona kwenye kushare na kwenyewe kuna madhara yake, ndio maana nikaamua kuchukua hatua ya kuweza kufanya mwenyewe kuliko kushare. Sawa kabisa. Huu uyoga unatumika kama mboga. Na ni mboga tamu sana. Kuna wakati kama mtu amependelea sana kula nyama, ukila uyoga huu utaweza kuacha nyama. Ukasema nyama, hebu kaa pembeni kidogo, saizi ni dili na uyoga. Halafu mbali na kwamba ni mboga, ni dawa kwa hawa watu wenye pressure. Basi akitumia hii supu ya uyoga, akachemsha tu ule uyoga ule, halafu akanywa ile supu yake, basi pressure yake inakaa sawa, iwe ya kushuka au ya kupanda, ila tu itakaa normal. Ina balance. Pamoja na kisukari pia, watu wenye kisukari wanashauriwa sana kutumia hii uyoga kwa kunywa ile supu yake, kwa sababu inawafanya ile sukari inakuwa minimized, yani inapungua kwa kiasi. Na jambo lingine la faida, ndio nikiambata pia kwa ajili ya lishe ya watoto. Anapokuwa tumevuna huu uyoga halafu nikaukausha, basi ule uyoga mkavu wakati naandaa ile lishe ya mtoto, basi nachanganya, unaenda unasagwa pamoja, nafanya mtoto anakuwa na akili sana baada ya wiki moja. Kwa hiyo mtazamaji wangu, hapa tunajishughulisha na kilimo cha uyoga wa kupandwa. Tuachana na ule uyoga wa poli, huu ni uyoga wa kupandwa ambao wenyewe una prosesi zake. Prosesi zake ni kama hivi, kuandaa kimengenya. Lakini kimengenya chenyewe ambacho natumia kwa ukanda wa mimi nakopatikana ni maranda, na changanya na pumba ya mpunga, naweka gypsum powder pamoja na sukari. Baada ya hapo, baada ya kuchanganya nitaloweka na maji angalau kutafuta unyevu katika kimengenya changu. Nikishakuwa nimesha changanya, haina haja ya kusubiri sana labda kivunde, kwa sababu nimeweka sukari inasababisha kimengenya kuvunda haraka. Kwa hiyo kama nikiwa nimechanganya kama leo, hata kesho naweza nikaendelea kufanya zoezi la kupaki. Nikisema kupaki namaanisha kuweka hiki kimengenya kwenye mfuko maalum, ambapo nikishakuwa nimeweka kwenye mfuko maalum, basi kwa kushindilia, lakini sio kwamba eti naweka tu, hapana. Mfuko wenyewe ni kama huu hapa, ambao wenyewe ni transparent. Nikisema transparent maana yake ambao unaangaza. Na paki, naweka maranda yangu baada ya hapo nikishakuwa nikuwa kama hivi. Maana hiyo kwamba nikishakuwa nimepaki natakiwa kufunga pande zote mbili za mfuko, kwa sababu mfuko uko pande unakuwa uko wazi pande mbili, kwa hiyo natakiwa kufunga baada ya kupaki. Baada ya hapo nitaondoka, nitaenda kupeleka jikoni kwa ajili ya kuchemsha. Jiko ndo hilo. Kwanza ni la moto, hata uwezi kugusa hivi kwa mkono.
Na kwa kipimo hicho cha masaa 8 means kwa kweli ukisema kwamba uchemshe kwa masaa 5, ile joto ambayo utakuwa unalisikia kwa masaa 5 na masaa 8 tofauti. Kwa hiyo hata ukiligusa shamba lenyewe kwa hata hivyo ukiwa limeshachemshwa hapo, huwezi kulinyanyua siku hiyo na kwenda kupanda kwa sababu huwezi kugusa, linakuwa ni la moto sana. Kwa hiyo nitaacha yapoe kwa siku moja angalau. Baada hapo nitakuja nitayatoa kwenye jungu langu na kupeleka sehemu ya kupanda. Naam, kama ilivyo kawaida tuko kwenye shamba na tumekuja kuzungumza na mkulima mwenyewe na anataka kutuelezea namna gani ambavyo anaweza kufanya maandalizi yake kwenye hili shamba. Ndugu mkulima, tunaona kuna vitu vyeupe. Kabla mwenyewe hujaanza kutuelezea, tunaona kuna vitu vyeupe. Hivi ni vitu gani? Hivyo vyeupe unavyoviona, labda unikuulize, umeona weupe katika sehemu gani? Naona kuna punje alafu kuna weupe. Kwa hiyo umeuliza kitu gani? Naona kama kuna vitu tweupe lakini tuna vidoti vyeusi. Utu tunye vidoti vyeusi hizo ni mbegu. Hizo ni mbegu. Ambazo baada ya kutoka kule kwenye maandalizi ya kimeng'enya nikaenda nikachemsha, basi kwenye shamba langu naweka mbegu. Okay. Kwa hiyo hiki cheupe ambacho unakiona, hiyo ni process kwamba mbegu yangu imeanza kufanya kazi, kwa ipo inatanda. Tunaita kutanda ukiwa unaona weupe huo. Na hiyo mbegu inatawanyika mpaka inajaa kibox kizima au hiyo mbegu inabakia kwenye eneo moja? Hiyo mbegu inabakia kwenye eneo moja, ila kinachotawanyika ni ule utando. Labda mfano nikuoneshe shamba moja hapo ambalo lenyewe limemaliza kutanda. Okay, kabla tujaenda huko tutaliona hilo shamba ambalo linaenda kutanda. Nataka tumalize kabisa hii hapa, alafu tutaenda kuliona hilo shamba linaloenda kutanda. Sasa wakati huo hii process ya kuotesha hivi vidude ambao unaifanya hapa, huwa unatumia labda muda gani kujaza kibox, yani kukamilisha hii mpaka inafikia hatua hii? Kuanza kuandaa process zima inatumia mwezi mzima. Yaani kwamba nikaandaa kimeng'enya changu, nikiandaa kimeng'enya mpaka kwenye kupanda, mpaka ije shamba limalize kabisa kutanda ni mwezi mzima, mwezi mmoja kamili. Baada ya hapo ndo basi mavuno yanaanza. Na wewe hii hapa umejifunzia wapi? Umesomea wapi labda, au ni ubunifu au ni kitu gani? Kuna mahali ambapo nilipata hiyo elimu. Ni darasa tulipata kwa namna ya, ilikuwa ni kundi. Kwa hiyo wakati ni kundi tukaamua kuanzisha mradi. Ule mradi ambao nilikuwa ni wa kundi, basi tukaita mwalimu akatufundisha. Lakini nachomshukuru Mungu kwamba wakati na mwalimu yule anakuja kutufundisha alinipa kipaumbele. Kwamba napofundisha hili darasa naomba mtu fulani asikose kuwepo, kwa sababu nilikuwa kwa wakati huo mimi nilikuwa na umri mdogo kuliko wenzangu wote. Kwa hiyo wakasema kwamba mimi nipewe kipaumbele, kwamba katika kila stage nitakuwa naipitia basi nitakuwa nakumbuka kuliko wenzangu nilokuwa nao. Kwa hiyo ile ya walinipa hamasa ya kufanya, nikatokea kukipenda kilimo hiki. Okay, na hizi mbegu zinapatikanaje? Wewe unazipataje? Nanunua. Okay, na unanunua kwenye maduka gani? Maduka haya ya kawaida au kuna mahali ambapo ni mahali maalum ambako zinapatikana? Ni mahali maalum ambako zinapatikana kwa sababu na zenyewe zinaandaliwa maabara. Okay. Na hiki kitu kingine ambacho kinaonekana kama cheusi humu ndani, ambacho ndio kimejaa sasa humu ndani. Bila shaka ndio kile ambacho umetuelezea kule kwamba ni virutubishi. Sio? Ni kimeng'enya. Okay, ndio kinaandaliwa humu alafu mwisho wa siku unaweka mbegu. Na ambacho ndio hiki kimeng'enya huwa kinapikwa. Okay. Na labda swali la kizushi ni kwamba huu yoga ukishaota ukawa umemalizika kwa kuvunwa, hicho kimeng'enya huwa kinakuwa kimeisha? Yaani nikishakuwa nimeanza kuvuna, navuna mfululizo hadi miezi 5 hadi 6. It depends mimi nimetuzaje. Kwa hiyo kadiri ninapokuwa natuza vizuri, basi ndivyo nitakavovuna vizuri zaidi. Nitakavovuna muda mrefu. Kwa maana hiyo, kama nikiwa tayari nimeshafikisha angalau miezi 5 6, bado shamba linaendelea, ili naita shamba.
Kwa hiyo mpaka lifikie level ya kuchoka kunizalishia, basi hii inaweza kutumika pia mbegu mashambani, mbolea mashambani huko. Okay. Saizi nakiita ni kimeng'enya katika shamba langu la uyoga, lakini baadaye inakuwa ni mbolea katika mashamba hayo mengine ya huko nje. Okay. Sawa. Uyoga wenyewe kwanza hauzalishwi nje tu huko ambako jua linawaka. Natakiwa kuwa ndani ya banda. Alafu ndani ya banda kwenyewe hatakiwi kukaa tu hapa chini. Kwa hiyo natakiwa kufanyaje? Kutengeneza shelf kama hivi. Baada ya hapo mashamba yangu ndo nitayapanga na yapanga juu ya shelf. Kwa sababu hata wakati wa kuvuna inakuwa inakurahisishia pia, kwa sababu unakuwa unavuna upande huu tena utazunguka upande mwingine utaenda kuvuna na upande mwingine. Hapa haya ni mashamba ambayo yenyewe haya hayajatanda yakamaliza. Ila kuna mashamba mengine ambayo yametanda ambayo mnaweza mkayaona pia. Niwapeleke mpaka sehemu ya mashamba ambayo yameshatanda yako tayari kwa ajili ya kutoa uyoga. Mfano ni kama ili hapa, ili limemaliza. Ukiangalia huku na huku ni jeupe lote. Halina sehemu ambayo ni udongo unaonekana, ila inaonekana ni utando mweupe. Kwa hiyo hili shamba yani 100% liko tayari kwa ajili ya kutoa uyoga. Likisha kuwa hivi, kuna mfano wa shamba moja ambalo tayari limeshaanza kutoa uyoga. Uyoga wenyewe ni kama huu hapa. Uyoga wenyewe ni kama huu hapa. Huu hapa ni uyoga ambao wenyewe umeshatoka, na baada ya siku 2 nafikiri unaweza kawa uko tayari kwa ajili ya kuvunwa. Okay. Na hapa nikisha kuwa nimevuna huu uyoga ambao unaona mbele yangu, basi nitamwagilia. Nikishamwagilia tena baada ya siku 2 utakuta kuna mwingine tena umechomoza, tena nauvuna. Kwa hiyo ni process endelevu kwa mashamba yote. Kadiri yatakapokuwa yameanza kutoa uyoga, basi nitakuwa navuna hivyo. Na uwezekano wa banda lako ili kwa wastani kwa makadirio yako ni unaweza kuvuna kiasi gani kwa siku? Siku huwa zinatofautiana. Kuna wakati kama hali ya hewa kwanza ikiwa imekaa vizuri zaidi, hata mashamba huwa yanaotesha vizuri sana. Kwa hiyo kuna wakati, kwa mfano kama haya ni mashamba yako ni 1000. Haya mashamba 1000 kadirio ambalo naweza likawa kila baada ya siku 2 naweza nikavuna kilo 20 mpaka 15, 10, yani tunacheza kwenye 15, 16, 17 mpaka 20. Nadhani baada ya wiki moja unaweza ukatia oda yako hapo ili kupata hiyo kuweka oda yetu, lakini pia tukitaka kujifunza, lakini pia tukihitaji huduma yoyote kutoka kwako, tunaweza kutajia namba yako ya simu hapo, lakini pia namba ya simu tutaweka chini ya video hii. Utaiona hiyo inayotembea hapo chini, lakini pamoja na kwamba hiyo namba inayotembea, tunaomba utusomee namba yako. Namba yangu ya simu inayopatikana masaa yote 24 ni 0762 06 3888. 0762 06 3888. Hiyo ni namba ambayo inapatikana muda wote, lakini pia ipo nyingine ambayo ni 0673 299 634. Unatumia mitandao ya kijamii? Hapana, kwa saizi bado sijaingia huko. Okay. Kwa sababu iliyo chini juu ya uwezo wangu. Okay. Basi usisahau kuambia ndugu jamaa na marafiki. Kama una neno la mwisho kwa watazamaji, tunakukaribisha sana. Watazamaji, manake uambie unapatikana wapi? Sawa. Na uambie na neno la mwisho. Napatikana Mafinga, iko mkoani Iringa, wilaya ya Mfindi, mtaa unaitwa Lumwago, ndipo ninapojishughulisha na kuishi pia. Kwa hiyo nawakaribisha sana kwa ajili ya kujifunza. Sina roho ya ile ya kusema kwamba eti mtu amekuja nataka kujifunza nikakubania, hapana. Njoo tuzungumze, ujifunze pia, kwa sababu mafanikio siku zote share na mwingine. Kwa maana hiyo nakaribisha kila mtu, wewe njoo nitafute kwa namba hizo ambazo zinatembea hapo chini.
nitafute, mimi nitapokea simu muda wowote ule. Nipe oda yako, utapata mzigo kwa uhakika. Asante sana. Hii ni Samobet Media na mimi ni Akunalite Capitalist. Nakutakia kila la heri. Alamsiki.